wanaotazama labda wangetamani kujua Dakota ni mtu wa design gani, ni mtu wa namna gani, ametokea kwenye familia ipi, nyumbani halisi ni wapi, kabla hajawa Dakota alianzia wapi lifestyle yake? Ya kiukweli Dakota ni kijana fulani, ni mtoto ambaye ametokea katika familia za kimaskini, na pia ni kijana mpambanaji na aliyeanza kupambana katika umri mdogo sana, na aliyefanya kazi nyingi sana katika jamii. Unajua ukiachana na usanii wangu, lakini nimefanya kazi nyingi sana ambazo mtaani unaona watu wanafanya, sio mixer, kuosha magari, kuuza mifuko, sio kufanyaje. Kwa hivyo vitu vyote mimi nimepitia kwa namna fulani ambayo mpaka leo nipo jiji la Dar es Salaam. Ni mtu fulani ambaye mpambanaji na anaamini ndoto zake na anafanya kazi kwa juhudi. Aamini sana mivimbo ndo kila kitu. Yeye anaamini kwamba busara ndo kitu ambacho kinamfikisha mbali zaidi. Yeah. Mko ngapi? Ngapi katika familia? Mimi kwa mama na watu wangu na kwa baba na watu wangu. Kwa wazazi wangu walitengana mimi kipindi mdogo sana. Kwa hivyo nyumbani official? Nyumbani nimezaliwa Kilosa, nimekulia Morogoro mjini. Morogoro. Dakota, kwenye harakati za kupambana na nini, kila mtu anaoga anapitia changamoto. Wewe wakati kabla hujafika kwenye hatua ya kufanya magame na nini, hata huko wakati ndio unaanza kujitafuta kwenye game, ni changamoto gani ambayo ulishakutana nayo kwenye maisha? Kuna mtu anaweza kuambia bwana, mimi nishakwenda jela, nishaenda selo, nishapata ajali, nishafanya nini. Wewe ulikutana na mitikasi gani ambayo kikawaida kama mwanaume unaweza kukutana nayo na vitu kama hivyo? Katika hizo zote ulizozitaja nimekutana nazo, ila napenda kutaja ya utofauti kidogo. Mimi ni mtu ambaye before nilikuwa nahisi labda nina mikosi sana, kwa sababu nilikuwa ni mtu wa kusingiziwa, nina nyota ya kusingiziwa vitu vibaya. Unaweza kutaka kimepotea kitu, nani huyo hapa atakuwa kachukua, unajua kitu fulani alifanya nani, yule pale. Kwa vitu hivyo vilikuwa vinanikata kwa namna fulani, ila alikuwa anajua kwamba ni mitihani na ni mapito kwa ajili ya safari ya mbele. Unajua kila safari ina mitihani yake. Kwa kubwa sana lilonikuta changamoto sana, kusingiziwa wizi. Nishawahi kusingiziwa wizi, nimeiba wakati sijaiba, lakini kwa macho ya nje nimeonekana mimi ndio nimefanyaje, nimeiba, lakini kwa undani kweli sijaiba. Kwa hiyo kitu kilikuwa kinaniumiza sana, kusingiziwa kitu umeiba, kusingiziwa kitu ambacho hujafanya. Hivi uliweza kujikwamua vipi kwenye hiyo hali ya watu kusingizia? Uliweza kujiposition wapi ili iondoke kwa haraka? Nimeamini kwamba shahidi ni Mungu peke yake, kwa sababu hapo hata ukimwaminisha mwanadamu hawezi kukuamini. Unamwachia Mungu. Wewe Mungu, huyu si anajua mimi nimefanya hivi, ila wewe si unajua kama mimi sijafanya, basi mimi nakuachia wewe. Kama lipo juu yako na imani utalimaliza. Mapambano ya muziki wa Singeli kwa sasa hivi unayoona? Mapambano ni makubwa na yanatia nia na yanatupa matumaini makubwa sana, kwa sababu yamekuwa kwa kiasi kikubwa. Muziki haukuwa hapa wa Singeli, muziki ulikuwepo huko nyuma na ulikuwepo unadharaulika sana, unaonekana muziki fulani ambao hauwezi kusogea pale, lakini mpaka sasa hivi wazungu wanacheza. Tunamshukuru Mungu, serikali inafanya show zao, inawatuita wasanii wa Singeli. Tunashukuru kwa fursa hizo. Marekani hii hapa ulingoni watu wanapigana na nini na vitu kama hivyo, goma likaachiwa, mzee clip hili hapa mkononi, Dakota huyo hapa kudadeki Marekani. Ile kwanza wewe uliipokeaje? Alafu impact gani umepata? Kuna faida gani mpaka sasa hivi ambayo unajivunia kwa ngoma yako kupigwa pale? Kwanza sikuwahi kuwaza, hata kama nilikuwa nawaza zilikuwa ndoto, unajua. Alafu kingine ni kitu kikubwa sana ambacho sio tu kila ngoma ya Mtanzania inapigwa nje, ni kitu cha kujivunia pia. Na pia kama unavyojua zile zipo katika digital, au sio bwana? Ngoma inavyozidi kupigwa na wewe ndio kidogo Mungu anafanyaje, anazidi kukuona. Kwa mimi naona ni hatua kubwa, na pia imeniongezea kwa sababu ni kitu ambacho nimekiona tu from nowhere, kwamba nikaona kweli kumbe matumaini yangu ya kazi yangu kumbe ninaweza nikapambana nikafika zaidi ya pale ninapojiona. Ipo hivyo Kuna mtu yoyote labda ambaye ulikuwa unamjua siku ile ambapo mashindano ya lile pambano linafanyika, labda alifanya michakato ndo ngoma yako ikapigwa? Hapana, sikuwahi kufikiria, na wala nahisi tu ni upendo tu wa yule bondia. Ni upendo tu kwa sababu yule ni mtoto wa Swahilini. Pia labda yaweza kuwa ni shabiki yangu ila bila mimi yeye kujua. Kwa anaonekana tu amenikubali, amekubali kibao changu, ameamua kuwakilisha kwa namna ile. Hivyo bana, inoma sana. Dakota liko naye. Najua kuna watu simple, basi Dakota apige basi hata kidogo bana.
muda bado tuko nao vizuri tu kabisa, au vipi bwana? Muda tuko nao na tunaendelea kutamba nao vizuri. Dakota, tumeona umepiga ngoma na Mbosso. Ndio. Tumezoea kuona hawa wasanii wakubwa ukifanya nao collab, wengi wanakuwa sio kama wana uwezo wa kuwalipa 100%. Wanakuwa watu wamekubali tu vibe na vitu kama hivyo. Watu wanakubaliana kuingia studio, lile vibe linatengenezwa, goma linatoka. Lakini wasanii wale wakubwa wanachukua ile ngoma wanaweka kwenye YouTube channel zao. Wewe kwa upande wako hii imekaje? Sisi hatujui. Na pia hatujui chochote, utuambie mpaka lile goma linatoka. Ile ngoma ipo kwako au ipo kwenye YouTube ya msanii mkubwa Mbosso, lakini pia nini hatukifahamu mpaka ile ngoma inatoka? Kwanza unajua nipende kuwajuza watu ambazo wengi sana wanakuwa wanachanganyikiwa na hilo jambo. Kwa sababu unajua mara ya kwanza kabisa wakati mnaanza kukubaliana au kuilijenga lile jambo, pale ndo kwenye mizizi. Shonsoma. Ila mara nyingi inapokuwa jambo tayari lishakamilika, pale kuna watu wengi, mwingine atakuja kukushauri hili, mwingine atakuja kukuuliza hili, mwingine atafanya hili, lakini kwamba mara kwanza ulifanya kwa makubaliano na kwa roho moja. Lakini baadaye kwa sababu yale maneno ya watu yanakupagawisha, unaweza ukajikuta unalopoka tu vile ambavyo wewe unahisi utaongea sawa. Lakini mimi ni watu wa off kwanza, mashabiki zangu ambao wananisupport. Mimi lile jambo jinako hajanitafuta. Yuko cha kwanza. Mimi ndo nimemtafuta G. Nikamwambia brother, mimi nakukubali na kulisa Mbosso. Okay, sorry nimechanganya. G itakuja kidogo. Nimechanganya kidogo mafaili hapa kakaangu. Ni ngoma ya Mbosso? Yani ngoma ya Mbosso ipo kwake, makubaliano yenu ni yapi na mpaka inatoka ni kitu gani tukifahamu mpaka ile ngoma imekamilika na vitu kama hivyo? Okay, ngoma ya Mbosso naweza nikasema mifano inafanana kama nilotoa mwanzo, kwa sababu Mbosso mimi naye tulikutana katika project ambayo mimi nilikuwa sijaiachia bado, ila tu nilitease kama clip tu, nilikuwa nimepost TikTok. Kwa brother pia akapenda jinsi nilivyofanya kazi, akanitafuta. Kuna mtu akamcheki, akamwambia bwana na shida ya huyo dogo. Tukakutana, tukakaa mezani, bwana mdogo wangu, na akaniuliza maswali yake ambayo yeye anahisi kwangu mimi ni ya msingi, au sio bwana? Mimi nikamjibu pia ninavyoona mimi kwangu mimi ni sahihi, na tukakaa chini tukaelewana, bwana hii kazi kabla haijatoka kila mtu ajue faida ya hii kazi, au sio bwana? Bwana wewe faida yako utachukua kwa upande huu, sawa bwana? Mimi faida yangu nitachukua kwa upande huu, na ngoma itakuwa hapa, itakaa kwa huyu. Tumekubaliana. Hakuna kona. Kiukweli mimi ngoma ya Mbosso namshukuru Mungu. Hata kama sisemi sipati kikubwa, lakini ukubwa zaidi ni ule kwanza kuwa na Mbosso. Unajua ni kubwa sana ile kaka, sio rahisi tu. Sio rahisi. Mimi nina hela kumlipa Mbosso kusema yani nimwambie tu Mbosso nataka ngoma yangu hii kaa. Unataka bei gani? Uongo kwa wakati huu, kwa sababu najipambania. Shonsoma. Ila kuna wakati utafikia najiweza, najimiliki na kila kitu ambacho nina uwezo mimi wa kufanya mimi. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kunipangia. Ila kuna muda inabidi tukubaliane na matokeo kutokana kuna sehemu tunatakiwa tufike. Shonsoma. Tukiangalia sana pesa hapa, inabidi upate pesa. Unaweza ukaipigania ile pesa kubwa unayoitaka wewe, ukakosa kubwa zaidi ya zile, au ukaipambania ile ndogo ukakosa kubwa zaidi ya zile. Ila kuna njia za kupata pesa. Brother Mbosso audio ipo kwenye account yangu, video ipo kwenye account yake. Shonsoma. Kwa mimi nakula faida zangu, yeye anakula faida zake. Kweli wana wa Singeli wanaweza kutoka zao hapa mpaka Iringa na bodaboda? Hapana, sina uhakika. Hapana, sina uhakika. Mimi kuniambia nishatoka hapa hadi Morogoro na pikipiki. Hiyo inawezekana. Kwa Morogoro hapa simple. Kija kwenye muziki wa Bongo Flava, asilimia kubwa ya mastaa wale wa kiume pia wa kike wanategemea sometime kiki fulani hivi, unaweza kusikia Harmonize katembea na Kajala hivi. Sijui nani Wozo kapita sio na Chimama. Kidondoka huko sijui nini. Huko kwenye maisha yenu ya Singeli mnaamini kabisa kwamba muda mwingine hawa masista du wanaweza kutupiga boost? Unajua katika muziki kila mtu ana formula yake. Mimi na imani kama una kipaji, kama una uwezo, unaamini kwamba kazi yako na uweza ukaifanya kwa standard ambao wale mabosi zako wakaamini kwamba wewe kweli mfanya kazi, sidhani kama kuna haja ya kiki. Singeli mara nyingi sana Singeli, ujue Singeli ni muziki fulani ambao tukikubali tumekupitisha, tukikupinga tumekupinga.
Usituletee hata ujina wanawake wangapi. Mbona wangapi wasanii kadhaa hapo walishaanza kuja. So wanasemaje walipompushiwa sio lifanyaje shiwa walipushiwa kwamba kwa hiyo ukiwaletea sana wale maisha ya kuact Singeli hahitaji sana maisha ya kuact sana, ndio maana unaona wanapenda sana kuact like wanapenda sana kuact, lazima waende na wapotee. Mfano kama ile lifestyle ya Dula Makabila, mara kamuoa Zai, mara sikafanya nini, mara kaoa huku, mara kajichola sura ya mwanamke hapa. Ile kwa upande wa Singeli nyinyi mlikuwa mnaichukuliaje? Ile ni mifumo yake yeye ya kwenda. Jinsi alivyojitengenezea yeye. Na ndio maana ukichunguza yeye hawezi kufanya kama mimi. Yaani ategemee muziki tu. Lazima kuna vitu vingine avifanye vimweke katika level yake, visimshushe. Kwa mimi binafsi hapa sina haja ya kusema nikamtafute Zai Liza, sio nikamtafute nani ili mradi nifike mbali. Hamna. Singeli ni mambo mtaki. Kwa sababu unajua kuna namna ya kufanya muziki. Mimi sifanyi muziki kwa sababu ya wanawake. Mimi nafanya muziki kwa sababu ya jamii yote. Au sio bwana? Na kama kwa sababu ya jamii yote nimefanya, raia wamenipokea nitashukuru. Wamenipinga pia nitashukuru. Najua kama na uhakika na ninachokifanya, one day watanielewa. Una kipande chako gani ambacho watu wanakijua sana mtaani na wanaamini wanachowikilimba hao ndio cha kwao, kumbe ni cha kwako? Kipande changu cha kwenye wimbo, si ndio? Yaani vitu ambavyo unajua mimi nimekuja kugundua Dula Makabila nishaye kumuona. Kuna siku alipanda jukwani akaimba nyimbo za wasanii wote. Yaani kaimba nyimbo ya Msaka Sumu, kaimba sio ya Kidene, kaimba nyimbo sio ya Sholomwamba, kaimba nyimbo. Yaani vitu vinakuwa kama vinajirudia hivi yani. Mikono. Yaani kuna sign ambayo labda ndio ya kwako. Na wanajua waimba Singeli kwamba hii ni ya Dakota, lakini wao wanaitumia sana. Sasa unajua mara nyingi sana muziki wetu sisi wa Singeli unaweza ukawa na kitu chako bila kupambania watu wakijue cha kwako, basi mtu anaweza asijue na akamsikia mtu fulani na akajua kile cha kwake. Hicho ambacho nataka kukijua. Je, wewe ulishawahi kukiona kipande chako kinaimbwa na watu? Kiukweli brother ni vipande vingi. Sometime tunahitaji tuongee, ila tunajua tukiongea kuna namna mbili, unaweza ukafaulu au ukafeli. Ila sasa mimi napenda kuweka kitu fulani kwamba kuna wakubwa wengine Bongo Flava ambao washaimba vipande vyetu ambao wao wenyewe walikurupuka tu kuvifanya bila ya kufuata utaratibu, waliaminishwa tu na watu. Chanzo nishakutana na msanii mkubwa tu sasa hivi na ni maarufu na mkubwa kweli. Nikikwambia mkubwa kweli, lakini siwezi kumtaja kwa sababu mimi nina kesho yangu brother. Shonsoma. Na kama nina kesho yangu, hata yeye binafsi akija kuisikia interview kama nikimwambia ile interview nilokuwa naongea nilikuwa nakuzungumzia wewe, hata yeye mwenyewe kuna namna fulani atajisikia tena kuna namna atajisikia, sijui atajisikiaje. Kwa kipande gani? Kipande tu, tusimjue. Nataja vipande tu. Kuna vidume haviwezi mechi uongo, havishindi goli eti bila mkongo. Kamuulize mshike ndege tunduni, weka chuma ndizi na bado ipo mkunguni. Kama ushawahi kusikia nyimbo yoyote ambayo msanii mkubwa kaimba hivyo vipande, ujue hivyo ni vipande vyangu. Ni vipande vyangu ambavyo mimi hapa nilienda kwa producer ambaye producer wetu wa Singeli, unajua nimerekodi demo kama kawaida zetu, unajua tunaachia demo wa mix. Sasa mwenzangu kapagawa, huyu ni msanii mkubwa au sio bwana, nitapata impact. Nachukua tu hicho cha Dakota na mkabidhi, namwambia cha kwangu. Shansoma. Kwa baadaye ngoma imetoka, lazima ni mtu wa kwanza kumface producer. Imekuaje tena ndugu yangu? Yule akaanza bwana, sijui nisamee, ila nimeongea naye, sijui ameniambia mtakutana, sijui mkae muongee, sijui nini. Siku zinazidi kwenda. Sometimes unapodai haki yako ya msingi kuna mawili, uonekane mbaya, unajua kuna namna fulani ambayo utatafsirika. Ni watu wa Singeli ndio wanaongana kabisa, machizi vote. Tafuta kitu fulani tu, yani tunapenda ni au hatuna mada za msingi tunaonekanaga. Au tunatafuta kiki wakati sisi si watu wa kiki. Ila kiukweli kama interview hii itamfikia huyo muhusika na yeye mwenyewe atakuwa amejua nini na maanisha, basi atanitafuta. Sijamsamee. Sijamsamee, ila kutokana ndio sitaki makuu. Umekula bure. Nimekula bure ukiwa kama yani mtoto wa kiume. Unajua watoto wa kiume tunapenda sana hizo vitu hapa ya. Kwao nimeka hapa, ila najua ipo siku. Ila inauma, brother, inauma. Kuna siku tuliona Media Kunta alisema Divoice kama design kama alikuwa poa vitu fulani hivi. Wewe ukiwa kama mmoja wa watu wa Singeli, ile wewe ulichukuliaje? Unajua ndo nasema tena, unajua msema peke siku zote anaonekanaga ni mkweli au muongo.
Kwa hiyo katika maneno ya D-Voice nimeyasikiliza na maneno ya Meja nimeyasikiliza, lakini anaonekana kila mmoja yuko sahihi upande wake. Shansoma, japokuwa kuna mmoja anaonekana yuko sahihi zaidi. Shansoma, nani anaonekana yuko sahihi? Kwa sababu pale mimi naona D-Voice naona kama yuko sahihi zaidi, kwa sababu kuna sababu amezitoa za yeye kuto kushirikiana na Meja au kuto kufanya kile kitu. Ila mimi ni msanii fulani ambaye brother sipendagi sana kumzia watu. Tuishie hapo. Alikiba ni mwanangu. Brother namkubali, ila sio mwanangu kwa vile kusema labda tunaivana, hapana, ni mwanangu ambaye namkubali, ila naye anahisi ananifahamu. Unajisikiaje yeye alivyoipiga ile somwana? Yaani wewe ulijisikiaje kwa mtu ambaye labda hukuwahi hata kupiga naye story? Vile vitu ndio vinanipa mimi hasira brother, kama hujui. Yaani vile ndio mimi vinanipa hasira, niendelee kukomana, niamini kwamba one day nitamiliki hata gorofa kama lile. Hivyo yani. Lakini ushe kumface Alikiba kumwambia asante nini? Baada ya pale pia nilimcheki nikamwambia brother bwana shukrani. Pia I wish kaka na wewe siku moja utie nguvu katika muziki wetu. Jibu alichonipa, "Sikando kama hivi. Sina kama hivi unaona radio unapiga sinatia nguvu hapa." Unajua? Lakini unajua sometimes yeye binafsi utu uzima atakuwa kashanielewa mimi nilikuwa na maanisha nini. Ila kama najua one day atakaa chini, atafikiria katika vijana wake labda anaweza akafanya nao kazi. Kama na mimi pia nikiwepo, namshukuru Mungu. La mwisho la kumalizia mshikaji wangu, kwa sababu tumezoea kuona wasanii wa Bongo Flava wengi wanakuwa na label. Kuna Konde Gang, Alikiba naye ana Kings, sijui Wasafi, kuna hiyo Diamond na ile Wasafi, kuna Next Level na nini. Huku upande wa Singeli ni mambo ya label sio vitu vyenu. Hapana, unajua kila mtu ana mipango yake katika kazi brother, na kila mtu ana ndoto zake. Mfano mimi tayari nishajitengenezea label yangu. Mimi label yangu inaitwa Kifaru Nation. Kwamba label yangu mimi ya kwangu. Kwamba naamini kila kitu, hata makampuni yalianza chini ndio yakaenda juu. Kwa hata mimi hivi ninavyopambana na imani, Kifaru Nation itasimama kama Bad Nation, itasimama kama Konde Gang, itasimama kama Wasafi, kwa sababu watu wamejua tu sasa hivi Wasafi, lakini tulikuwa tunamjua Diamond tu mara kwanza. Au sio bwana? Ni yeye tu ndio tunamjua, lakini baadaye tukaona Diamond kumbe ana timu ndio Wasafi. Kumbe ana label. Kwa baadaye sasa ndipo yeye mwenyewe kajitengenezea, kaona mimi sasa hivi nimepata hapa. Kwa binafsi hata mimi ndoto zangu, au sio bwana? Mimi ndoto zangu. Sitaki niwazungumzie sana wenzangu. Ila mimi ndoto zangu ni kumiliki label yangu kama hii kuwe. Pia mimi mwenyewe niwe msanii mkubwa. Pia mimi mwenyewe nisaidie vijana wenzangu ambao naona wana talent, waingie katika muziki wa Singeli. Yaani kivupi Singeli iwe tofauti na ilivyo zoeleka. Ila pia hatuwezi kufika bila nyinyi mabrother kutusupport kama hivi, kutupush pale. Unajua? Kwa hivi vitu vinasaidia sana hata sisi watu raia kuona shauku zetu, tunatamani tuwe vipi. Unajua wao ndio wanajua jinsi gani ya sisi kutusupport ili tufikie malengo. Hivyo